Baada ya kutoka Addis Ababa nchini Ethiopia, Rais Uhuru Kenyatta alifululiza hadi mjini Mombasa kuhamasisha wakazi kujiandikisha kama wapiga kura, na hapo akachukua fursa ya kuhamasisha vijana dhidi ya kutumiwa vibaya na wanasiasa. Siasa ya ukabila, siasa ya kidini, wajue ya kwamba Kenya ya kesho ni Kenya ambayo itaunganisha wote, na hiyo ndio msimamo wetu kama wanajubilee. Na hapo kesho Rais Uhuru Kenyatta anatarajiwa kuwasilisha zaidi ya vitambulisho 5,000 kwa jamii hii ya 43 ya Wamakonde katika uwanja wa Sawasawa eneo la Msambweni. Ni mwaka jana tu ambapo jamii hii walitaka kutambuliwa kama Wakenya. Kaunti ya Kwale ni mojawapo ya maeneo ambayo yaliunga mkono upinzani na azma ya urais ya Raila Odinga katika kinyang'anyiro cha mwaka 2013. Hata hivyo, Jubilee imelenga eneo hili na mara kwa mara viongozi wamekuwa wakirusha ndoano angalau kunasa kura, huku Gavana Salim Mvurya, mwakilishi wa kina mama Zainab Chizuga na mbunge wa Lungalunga Khatib Mwashetani wakiwa samaki wakubwa walionaswa kutoka upinzani. Harambee! Naibu Rais William Ruto naye akakita kambi kaunti ya Narok eneo la Olpos-Simoru, na hapa kauli mbiu ilikuwa ni kuhakikisha kwamba kila mtu anajiandikisha kama mpiga kura. Ni eneo liloonekana kuwa na mgawanyiko ndani ya chama cha Jubilee, huku baadhi ya wagombea wakiona ni heri kukihama chama, wakidai kwamba gavana aliye mamlakani Samuel Tunai anapendelewa na Jubilee, na hivyo basi hofu yao kwamba uteuzi huenda ukawa sio wa haki. Mjumbe, gavana, senator, women rep ambayo wako na tikiti ya Jubilee hakuna. Tikiti ya Jubilee itapatikana pale wananchi wataamua. Sina hiyo. Kwa hivyo hawa warembo wote na wangwana wote waingie kwa mchujo, wananchi ndio mtaamua. Ni eneo ambalo limeshuhudia maandamano kila uchao, huku baadhi wakidai kwamba gavana Tunai hajafanya lolote kwa wakazi wa eneo hili. Kwa miaka 70 vile umesema, kutoka hapa kufika junction watu ikinyesha watu wanaenda na mguu. Sina hiyo. Na wakati tuliomba kura si niliwaambia nitaweka hiyo lami. Si hiyo lami iko. Ni zoezi linalotarajiwa kukamilika tarehe 14 mwezi Februari, huku kila mwanasiasa akijitolea kwa udi na uvumba kuhakikisha kwamba wafuasi wao wamejitokeza kwa wingi kujiandikisha kama wapiga kura. Lulu Hassan, Citizen Nipashe.